na mke wangu tuachane, maana mchungaji akishaachana na mke wake huduma haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo sasa akawa analeta dawa pale nyumbani, akifika pale mlangoni pale nyumbani, akitaka kutega pale mlangoni, anasikia anamwambia kwamba usitege dawa, nenda uitupe. Amen. Kwa anaamua kuitoa pale mlangoni, anaitupa ile dawa kwenye shimo. Wakati mwingine anamwambia kwamba nenda uiweke kwenye maji. Amen. Ili mchungaji na mchungaji wakinywa yale maji waanze kukorofishana, waachane, mama mchungaji aende kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo akawa anafanya hivyo, lakini nadhani ikafika hatua Mungu akawa anatuwekea wepesi. Kwa hiyo tuwasa tumekaa na mchawi ndani takriban miezi kama 7 hivi. Amen, amen. Amen. Na anatumiwa na shetani, lakini Mungu anatulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen, amen. Amen. Kwa hiyo siku moja nakumbuka nilikuwa kwenye maombi ya siku 40. Ni mimi pamoja na mchungaji Fuleki pale. Ukimwona Pastor Fuleki pale na mimi ni sawasawa, sisi ni ndugu. Haleluya sana. Amen. Ni ndugu wa kiroho kabisa, na ukituangalia na kama tunafanana, si ndio? Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi tunapanga maombi, na mimi mtumishi anaongea kanisani kwake na mimi kwa tuko kwenye maombi ya siku 40. Kwa zile siku 40 mimi nikitangaza maombi, mimi pamoja na mke wangu, kanisa siwaambii. Amina sana. Ni siri yangu na mke wangu, tuko kwenye maombi. Kwa hiyo naweza kaenda hata maombi siku 50, 40, siku wakati mwingine 80, kanisa alijui. Lakini sina mke wangu. Amina sana. Kwa hiyo nikaa kwenye yale maombi na mtumishi wa Mungu na mimi kunaendelea. Kwa hiyo ikawa tunafika kipindi mimi na mke wangu atulale ndani, tunamwacha huyo binti amelala ndani, sisi tunaenda kulala kanisani. Amen. Ninaposema kulala kanisani ni kama wanajeshi. Tukifika kanisani, mwanamke anaenda kule, mwanaume anaenda kule. Amina sana. Amen. Mambo ya ndoa kanisani huna, tuko kazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunakuwa kazini. Kwa hiyo tumeomba yale maombi siku 40. Siku nyingine tunakaa nyumbani, tunaongea nyumbani, siku nyingine tunaenda madhabahuni. Siku nyingine nyumbani, siku nyingine madhabahuni. Kwa hiyo nadhani alikuwa amebaki kama siku 5 kumaliza maombi ya siku 40 zile. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini hapa katikati kwenye siku 40 alitokea sauti ya Mungu ikajifunua kupitia kwenye kinywa changu. Sasa mke wangu akawa amerekodi kwenye simu yake. Mungu akawa amesema vitu vingi sana, akasema kwamba nitamfunua shetani na siri zake. Amen. Lakini pia akasema kwamba nitakutanisha na manabii wa uongo, lakini wale manabii wa uongo hawatakuweza. Ni kweli chakutana na manabii wa uongo natumia maji na mafuta, niingilia wale kutaka nikubali nao, lakini mimi nikawakataa. Kwanza sasa. Amen. Lakini pia Mungu akasema kwamba ni baada ya hapo nitakukutanisha na watumishi wa kweli ambao utatumika nao katika huduma yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa akasema kwamba ninachotaka kwako uwe mtakatifu na uhubiri Injili. Amen. Akasema kwamba usiangalie kwamba kila sehemu kuna kanisa. Hayo makanisa mimi nimeshaacha. Wewe nenda uhubiri Injili, watu waokoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akawa ameandika kwamba atafunua siri za shetani. Tukasubiri sasa siri za kanisa. Atazifunuaje? Ndio baada sasa siku 5 hizo tunakaribia kumaliza ile mwezi siku 40. Amen. Tunakaribia kumaliza maombi ya siku 40. Amebakia siku 5 mbeleni. Basi alipomaliza siku 5 mbeleni, ndipo sasa siku moja nikawa nimeitwa kwenda kumwombea mgonjwa kijijini. Kule kijijini tulipotoka kumwombea mgonjwa, nikaja nyumbani. Nilikuwa nimekaa usiku. Amen. Sasa nilipokuwa nimekaa mimi na mke wangu pamoja na huyo binti. Tukawa pale nyumbani kwenye sebule, tunaongea haya na haya, tunaongea habari ya huduma na nini. Basi sasa binti alikuwa anapenda sana kuongea habari za kichawi. Wachawi wanaroga hivi. Si chawi kuona wachawi. Si nini. Anakaa sana kupiga stories za uchawi, na marafiki wake wengi walikuwa ni wachawi. Yaani wanasema kwamba wale ni marafiki wale wachawi Kongo ni kijijini. Ndiye anashinda huko. Amen. Ndiye anakula huko. Sasa kama shangaa huyu binti bwana anapenda kukaa na wachawi. Ukimwambia jamani hawa ni ndugu zetu, tunawapenda wachawi, sio kwa tunawachukia, lakini uwe na mpaka. Bwana asifiwe. Utakuja ufundishwe vitu vikumbe yeye anajua. Amen. Anachokifanya anajua. Bwana asifiwe. Amen.
Tukitoka kanisani anatangulia mbele, hatuwezi kutembea pamoja. Nikijaribu kutembea naye anakimbia, namkuta nyumbani ameshafika. Amen. Ameshaingia ndani, kama ni kudeta ameshadeki. Wanajitahidi sana kufanya vitu ili usiwaondoe. Waza sana. Anapika, anafanya ili umpe hongera ili asifichwe ile siri. Lakini kama mpango wa Mungu, Mungu ataka mtu apone, anapona kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi baada ya hapo, hiyo siku tumekaa kwenye sebule sasa, binti mwenyewe akaanza kusema, jamani, mimi nilikuwa mchawi. Amen. Kwanza nilishtuka, mimi ni mchawi. Amen. Akasema mimi ni mchawi. Nikasema kwa nini ndani tunakaa na mchawi? Akasema mimi ni mchawi. Sasa mke wangu ndo kaogopa kabisa. Kwanza sana. Akasema mimi mchungaji, huyu binti aondoke. Haleluya sana. Nikasema Mungu, kama Mungu ameweza kutulinda hajasema haya. Amen. Na hii nguvu imemkamata, ameweza kusema haya mambo, aweza akaturoga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo siku nadhani aliongea vitu vingi, tulitumia kama muda masaa 4. Alianza kuongea saa 2 usiku mpaka kama saa 6 hivi. Amen. Anaongea siri za kichawi, anaongea vitu vingi sana. Kwa hiyo tokea pale sasa, baada ya kikubwa siri za shetani nataka kujigundua, uwe mwana maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimpenda Mungu kwa kufunga na kuomba, utamtoa shetani wala mchawi atakutesa katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo tokea ile siku tumeona tuko kwenye mambo ya siku 40, ndipo huyu mtoto alijidhihirisha kwamba yeye ni mchawi, na pale ndio akaanza sasa kujitambulisha. Basi nikamjua hivyo, na kanisani akaenda akatoa ushuhuda, tukamwombea sana toba, amina sana. Tukamwombea, baadaye sasa na akatupeleka kwao, alinikabidhi uchawi wao. Amen. Tulienda, akanikabidhi nguo za kichawi, akanikabidhi remote za kichawi. Amen. Kuna remote hivi, ungo unakuja, wanakalia, unapaa, unaondoka. Akanikabidhi nguo za kichawi, akanikabidhi vitu baadhi. Nikawa nimevikamata, nikavichoma. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo basi nadhani tokea kipindi kile ndipo nilipogundua kwamba huyu mtoto, kumbe huyu binti ni mchawi. Amen. Lakini mpaka sasa hivi ninapoongea, Mungu amemwokoa, sio mchawi tena, bali anahubiri injili ya Kristo katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi na vigelegele vya Kristo. Haleluya. Amen. Na wewe kama ni mchawi utoke huko. Amen. Amen. Utoke huko. Ipo siku utakamatwa. Amen. Mimi niwaambia tu kanisani, usipokubali kutubu hapa kanisani, utakamatwa huko. Amen. Huko vijijini, na wakikukamata usiniite wakuoe. Haleluya sana. Kwa sababu nimekuambia uje utubu madhabahuni, umekataa. Amen. Amina. Wewe sasa eti tunaota. Naota na kuna unaota au unaroga. Bwana sana. Amen. Kama unaroga utoke uje utubu. Uache uchawi, uache kuroga watumishi wa Mungu. Amen. Uache kuroga wachungaji, uache kuroga ibada. Amen. Uje utubu, uache uchawi wako. Haleluya sana. Amen. Ipo siku utakamatwa. Mimi nakwambia, usipotubu madhabahuni hapa, utaenda kujini, utakamatwa, watakuua. Amen. Amina. Tubu uchawi wako. Niweza kwamba usimwache mwanamke utafanyaje? Kuishi. Kwa hiyo akikukamata kijiji huko na kupiga mapanga, unafanyaje? Unakufa. Amen. Wakati wa kuokoka ndio sasa hapa. Leo ndio wokovu. Uje utubu, uache uchawi. Basi acha tumpe nafasi mtumishi wa Mungu aendelee na ushuhuda. Mungu. Mimi nimesimama hapa kwa kutoa ushuhuda kile ambacho Mungu alinipitisha. Bwana asifiwe. Ili niweze kutoa ushuhuda, ili na ambao nitoe ushuhuda ili na ambao wako humo watoke. Bwana asifiwe. Kama mchungaji Eric alivyokuwa anatoa ushuhuda hapa, anawaambia, kwa hiyo siku ya mwizi ni 40. Kwa hiyo usipotubu na wewe, au usipokuja mbele ya madhabahu ukaanza kuongea kwamba mimi nilikuwa naroga,
Wengi sana wanapendelea kusema dhambi ambazo wanadhani eti ni uzinzi, kumbe anakuwa anaroga. Usipendelee kusema dhambi ni uzinzi, hapana. Hata kama Mungu ameandika kwamba usizini ndio dhambi, usije ukafikiria na kuroga sio dhambi. Ingekuwa sio dhambi, wangekuwa watu hawafi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo acha niongee kila ambacho Mungu ameniagiza kuongea, nisitumie muda mwingi sana. Mimi nianza ambapo nilianza kabisa kutumikishwa. Nilikuwa nakaa kwa bibi yangu. Nilipokuwa nakaa na bibi, hata siku moja alikuwa na nyumba kubwa ya vyumba kama 7. Tukawa tumekaa pale, lakini bibi anakaa amefunga vile vyumba. Sisi tunalala sebuleni. Lakini tukaja tukamuuliza, kuna nini? Akataa kufanyaje kutujibu, akasema sisi ni watoto, hatujui kitu chochote. Lakini alipotoka utundu wa watoto, sisi tukashika mawe, tukabomoa yale mavyumba, tukakutamo yani majitu yanafanya hivi. Naona? Kwa hiyo sisi hatukuelewa, si ndio? Sisi tulikuwa tujawahi kuona msukure. Lakini mimi bibi yangu alipokuwa amegundua kwamba unajua mchawi ukimwibia anakujua. Ukimfanya yani huko unamsenkenya nyumbani, lakini hapa ameshakusikia kwamba kuna mtu ananisenkenya tena nimemjua. Kwa hiyo bibi alipokuja sasa, alikuwa ameenda saa 7, aliporudi saa 10 hatukujua ameenda wapi. Aliporudi saa 10 akaniita. Mimi kwa jina langu nilikuwa naitwa Zefroza, lakini nilipobatizwa kwa maji mengi nikabatizwa jina Esther. Kwa hiyo akaniita, "Wewe Zefroza njoo hapa." Akaniuliza, "Nani aliyefungua Akamuita na kakaangu. Alipomuita na kakaangu akawa anajitetea sasa. Yeye ni mkubwa, mimi ni mdogo. Kwa hiyo akanizidi maarifa. Mkubwa siku zote ni mkubwa. Kwa hiyo aliponiuliza bibi, nikasema ni Mrashani aliyekata. Lakini kakaangu akasema ni Esther. Si ndio? Bibi yangu alipokuja akasema nakuchapa na nakupa adhabu. Kwa hiyo mimi kipindi kile nilikuwa nina miaka 6. Niko la kwanza. Nilipokuwa nina miaka 6 akaniita, akaniambia, "Leo usiku inabidi unifuate nitakapoenda." Na mimi nikamwambiaje? "Hakuna shida, nitakufuata. Si unajua niko mtoto, nilikuwa sijui ninapoenda." Kwa hiyo wote tukaenda. Tulipofunga nyumba tukaenda kama sasa hivi tukafika. Yaani tulikuta watu wako uchi wastani. Yaani sijui alikuwa ni mkuu, amejifunga vitu vyekundu, sasa hatujajua kama ni irizi. Amejifunga. Sasa tukajiuliza, "Ni nini bibi umetuleta hapa?" Akasema, "Subiri nitawaonesha kazi ya kufanya." Wakaleta ungo. Sasa mimi nikawa namwambia, "Ungo hii ni ya nini?" Akasema, "Usiulize, utaona matendo." Kwa hiyo nikakaa pale, wakasema kwamba bibi yangu sasa siku hiyo akaona sijui nitakuja nimtoroke. Akasemaje? "Mkuu, kipindi nitakapokufa, huyu ndo atakayerithi nafasi yangu." Huyo mkuu akasemaje? "Hapana, huyu mtoto pia ni mjasiri, pia ni mwongeaji." Kwa hiyo yani akawa ameshanitambua. Mdao nilikuwa sijaongea, yani akawa ameshaniona yeye kwenye ulimwengu wa roho. Naona na wachawi naona kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo aliponitambua sasa, mimi nilikuwa sijatambua, yani nilikuwa sijajua kuongea vizuri, lakini yeye akawa anasema mimi najua kuongea. Tukakaa pale, tunaona bibi ananikalisha kwenye ungo na kaa naye. Na kakaangu anakaa na mvulana mwenzie. Naona anatupandisha, tunaenda. Sasa sisi tunajua ni ndege, hatujui kama ni ungo. Kipindi hicho mama alikuwa kwao huko Kamtukura. Alikuwa kwao. Sasa alipokuwa kwao, alikuwa ameenda kuuguza. Lakini
Alimaliza kama miezi mitatu. Alipomaliza hiyo miezi mitatu, mimi nilikuwa nimeshatambua na nilikuwa nimeshajua kwamba ninapandaga ndege usiku. Kila siku nikiamka tu shuleni, yani wakiniamsha kwenda shule, ninamwambia bibi nina usingizi. Bibi sana naelewa nilikuwa nafanya kazi gani usiku. Ndio akawa ananiacha sasa napiga toro, pengine mwalimu ananifuata nyumbani. Wakaja wakamwambia baba, mwanao asomi shuleni, anakaa tu kulala. Baba akawa anataka kunipeleka kwa mwalimu nikaishi naye. Lakini wachawi wakatengeneza kule ili nisipelekwe. Kwa hiyo nikawa natumikia. Baada ya miezi mitatu mama yangu akaja. Tukaenda kwa nani? Kwa mama. Tulipoenda kwa mama, nikaanza sasa kumuingizia habari za ndege. Mama usiku napandaga ndege, lakini mama akuvifuatilia make bibi alikuwa anamwamini sana. Kwa wapendwa, yani msiwaamini mabibi sana. Mtoto ukimpeleka, yani kaa naye bibi mara mbili. Mabibi hawako sawa. Usije ukasema ni mama yako lakini ni mchawi. Yani mimi bibi aliponilisisha uchawi, nilichukia sana. Make mama alikuwa anamwamini, baba anamwamini, kila mtu anamwamini, lakini kitendo alichonifanyia, nilipokuwa nikajitambua, nilikuwa sasa nimeshazoea. Kwa hiyo yani nilikamata uchawi nina miaka 6. Miaka 6 nikatumikia. Nikafika mwaka wa 7 ndo nikawa yani kabisa imara wa wachawi. Nikawa na ujasiri wa kuua mtu. Nikawa najiamini. Yani nikichelewa shuleni mwalimu akaniita, "Wewe Zefreza, njoo hapa, kwani umechelewa?" Nikamwambia, "Wewe tulia. Mimi kwani nimelala huko." Yani kila mwalimu mpaka sasa shule ya primary niliacha kwamba mimi ni mtundu. Kwa sababu nilikuwa najiamini yani na uchawi. Lakini nikaja sasa hapo nikapewa kitengo. Wachawi wanawapa namba na kitengo. Namba aidha namba 1, namba 2, yani kama shuleni unavyoelewa. Kwa kila mtu anakuwa na namba yake na kila mtu anaenda kwenye namba yake kwenye mstari. Kama ni namba 1, namba 1 sasa huyo ni mkuu wa vyote. Kwa mimi nilikuwa nina kitengo yani cha namba hiyo 1. Kwa sababu nilionekana mjanja, mjasiri. Hata mimi hata hapa ni mjanja sana. Naona hata kama nimeacha uchawi lakini nilizaliwa niko mjanja, tuseme hivi. Kiukweli nilimaliza ndugu zangu wengi sana. Watoto wa mama wote aliowazaa wote 6 niliwatoa kafara. Nikamwanza na baba. Nilimwanza kwanza baba. Najua mchawi anatoa kwanza anayependa. Kiwastani. Yani niliona waliniambia chagua mara 2, kumuua mama au baba. Nikasema mumuue mama. Maana mimi mama simpendi. Ninampenda nani? Baba. Ndio alikuwa ananionyesha upendo sana kuliko mama. Maana ukiwa una mtoto, ukiwa unampiga sana, we mzazi hakupendi sana kuliko huyu anayempenda. Kwa mimi babangu akiwa anatoka kazini huko kibaoni, ananiletea zawadi. Kwa hiyo ninampenda sana, nikaona nisimtoe kafara, nifanyeje? Nimtoe mama. Lakini sijui ni Mungu aliona nikimtoa mama nitakuja kuteseka mimi mbeleni. Naona nikaja nikatega dawa mlangoni. Ili mama akitoka shambani aruke hiyo dawa, hapo aanze kuumia kichwa, baada ya siku 3 afe. Lakini sikujua yani baba ametokea wapi. Maana ilikuwa ameshazoea baba anatoka saa 4 za usiku kazini au saa 3 au saa 2. Yani baba hiyo saa 5 ninamaliza kutega dawa ndo anakanyaga anakuja. Nikamuita, "Baba usiende ndani." Yeye anang'ang'ania tu kwenda. Lakini mama alipokuja akakuta baba hiyo dawa ameshaiharibu.
ameshairuka, ameshaingia ndani. Akasema nilikuwa nimekuja kuchukua t-shirt nyingine, kwa hiyo ninarudi. Kwa hiyo babangu akarudi kazini. Aliporudi kazini, lakini akatoka mapema, akasema mke wangu, kifua kinauma, kichwa kinauma, mgongo unauma. Haona? Lakini mimi nilipoenda kazini, nikamwambia kwamba hiyo dawa imerukwa na baba, sio mama. Wakasema hakuna shida, pia sina yeye ni mzazi. Lakini nikamwambia mimi kwa Rusufa nilikuwa nimeshamteta nani? Mama. Akasema hapana, hakuna shida, tutaenda tuelewane naye. Kwa hiyo babangu akaanza kuumwa. Mimi sasa aliyetega dawa ndo ananiita nije nifanyeje? Nimkande. Kwa hiyo akaniambia niende, kulikuwa kuna bibi fulani alikuwa anaitwa Doka, lakini na yule sasa ni mchawi. Si ndio? Ni mchawi, lakini alikuwa ni rafiki yake na baba sana. Baba yeye alikuwa agopaji mchawi. Hata ukimwambia mtoto wako ni mchawi, atakwambia ninaishi naye, kwani nitakufa. Yaani alikuwa anajiamini sana. Kwa hiyo ukimwambia habari za uchawi ni kama ni kama tu ni upepo unapita. Kwa hiyo akawa naumwa, yule Doka akamletea nini? Dawa. Alipomletea dawa, ajui sasa kama hiyo dawa imewekewa tena sumu. Nikaja nikamwambia baba, usinywe hiyo dawa. Baba akasemaje? Nitakunywa. Kwani nimeshakunywa vingapi? Nimeshakufa, nitapona. Nikamwambia baba, lakini utakufa. Nikawa namwambia mimi kwa mfano ninakuja kuroga wewe kuua, lazima nikupe taarifa. Ulikuwa sijui ni utoto unachangia, hata ilikuwa sielewi. Nikaja nikamwambia baba, utamaliza siku hizo 3 haujaingia kaburini ukiongezea hiyo dawa. Cha kufanya huo ugonjwa unaoumwa, uniambia mimi niende kule ambako amekupa dawa. Sasa baba ninamwambia ila aamini. Mimi nilikuwa napendelea sana nitoe siri kwa mamangu na babangu, lakini wenyewe walikuwa wananipuzia, wanasema mimi ni mtoto, naongea vyovyote ambavyo havieleweki. Kwa wazazi, pengine watoto tuwe tunawaelewa. Wengine watoto wanavyosema vingine ni vya ukweli. Kwa hiyo babangu akanywa hiyo dawa, saa 9 za usiku akaja kumchukua. Walipokuja kumchukua, babangu akawa anapambana sasa, anapigana. Babangu mwishowe wakampeleka. Lakini walivyompeleka mimi nilimuona. Ila nikaamka, nikamwambia baba, nipeleke nje. Baba akawa hana nguvu sasa, pale ameshabaki sana kamoyo ka mwisho, anataka kwenda. Wakamchukua ni mzima kabisa, anatembea. Mimi namuona, lakini mama yeye anaona amelala. Naona alipokuwa amelala, nikamwambia mama, huu ni msukure. Mama hakunielewa. Mama sasa pale ana uchungu, anataka na kumnipiga maneno ninayoyaongea. Lakini walipomchukua babangu, hawakumuua wala hawakumla nyama, bali alikuwa msukure. Nikamtoa huyo wa kwanza. Nilipomtoa wa kwanza, miezi zikapita kama 3-4, kilio cha baba kijaisha vizuri. Nikamshika na kangu wa kwanza, ambaye alizaa mtoto wa mama sio wa baba. Wa kwanza nikamweka chini, wakaenda kumla. Mimi nilikuwa silagi nyama za wakubwa. Watoto wanakunywa damu tu. Maana mtoto anakuwa na meno ya kula mkubwa. Labda wakalete katoto, ndipo na yeye ataweza kula. Kwa mimi nilikuwa niko mtoto, nilikuwa siwezi kula nyama ya mkubwa. Lakini huyu alipokwisha kufa, nikamwambia tena kakaangu wa pili anayemfuata huyo, vimbisha tumbo, lala hapo. Awamaliza hata, yani mama kwa mwaka mmoja alipokea misiba za watu 4. Mwaka mmoja. Mama anatoka wanamwambia huyu amekufa. Wako kwenye majumba yao. Anatoka huyu amekufa. Nikamweka dadangu.
nikamweka chini. Wakafika wangapi? 4. Tena dadangu mwingine, yaani kwa nafuatisha walivyozaliwa ndivyo ninatoa, yaani wale wakubwa ambao wameshazaa watoto. Nikamweka wifi yangu na yeye akaenda humo. Kweli, yaani kiwastani niliua watu wengi sana. Maana watoto wa mama wote niliwamaliza. Wakabaki hao 2. Ambaye sasa hivi ni dadangu mkubwa yupo. Ameolewa pale Mreba. Ambaye ni kakaangu yupo Kiziramiaga hapo. Kwa hiyo watoto wa mama walibaki hao 2. Ila watoto wa baba tulizaliwa tuko 3. Sikutoa hata huyo mmoja. Maka nilikuwa najiuliza, nikimtoa huyu mtoto wa baba, je, kwa mfano nikiendelea na shule nitasaidiwa na nani? Maka baba nimeshamtoa. Kwa hiyo nikawa yaani na akili, ila kwenye chama wanamtaka huyu wa kwanza, mtoto wa baba. Naona nikawa nimefanyaje? Nikawa yaani pale sasa nimeshapewa kitengo cha ukuu. Nikawa naagiza, hapa msiende, hapa mwende. Kwa hiyo wachawi walikuwa kama 200 na. Kwa hiyo tulivyokuwa pale, kuna baadhi walinikataa, kuna baadhi walikuwa wananikubali. Wengi sana walikuwa wanasema eti mimi na sheria za kipumbavu. Kwa sababu wanayemtaka ndio nakataa kwa wasiende. Make mkubwa akisema usiende, mdogo hauwezi ukaenda. Si ndio? Mchungaji anasema kanisa la fulani msiingie, nyie mnaingia. Itakuwa vizuri? Kwa hiyo wakawa wananichukia. Hila waliponichukia, nilikuwa nimeshapatana na Lucifer, nikamfuata. Nilipomfuata huyo Lucifer nikamwambia kwamba kuna baadhi wananichukia na kuna baadhi wananipenda. Lakini nikaendelea na uchawi mpaka nikamaliza la 7. 2022 nikamaliza la 7. Nikaingia form 1. Bado nina uchawi. Uchawi niliukabidhi 2020 ngapi? 2025. Mwaka huu mwanzoni. Ndio yaani kiwastani mtumishi alivyoelezea, walikuwa pale wamekaa, akaja akaweka ushuhuda. Sasa ule ushuhuda wa wachawi ukawa unanisumbua sana, yani kwenye kichwa changu. Aliweka ushuhuda mara 1, nikalala mara 4. Nikilala tu usingizi unakuja. Nikiamka nakuta tena nasikiliza tena nalala. Tena ninaamka nalala mpaka kuna katoto sijui kalikuwa kanaongea kwenye simu ya mchungaji habari za uchawi. Nikaja nikamwambia, mchungaji, huyu anakudanganya, acha niwaambie habari za nini? Za uchawi. Lakini alivyoelezea kwamba mimi nilikuwa napendelea sana kuambia habari za misukule. Naona, ila nilikuwa nampita nyuma, naomba Mungu anisamee sana. Nilikuwa namwambia hivi, babangu alimtoa msukule na pia alipo nafahamu kumbe ni mimi aliyemtoa msukule, lakini hapo nilidanganya, naomba Mungu anisamee. Niko mbele ya madhabahu na mimi ameshanitoa huko, ameshanisamee. Ila yalikuwa ni makusudi ya Mungu. Ukiona umepita kwenye kitengo kikubwa kama hicho halafu ukatoka, mshukuru Mungu sana. Na pia utahubiri injili mataifa na mataifa. Amen. Mimi nilikuwa najua nitakaa kwenye wachawi. Kumbe Mungu anataka niwe mwinjilisti mkubwa, nihubiri injili mataifa na mataifa. Kiwastani nilipokabidhi uchawi, nilianza kufundishwa habari za kuhubiri injili. Na mchungaji alifundisha kanisani, lakini nikajikuta na mimi nina karama ya kuhubiri injili. Ila kipindi sijakabidhi kwanza, nilikuwa napenda sana kuhubiri injili. Yaani nikiona kwa mfano
mchungaji anasema kwamba mapambo ni dhambi, mtu anakuja kanisani anafanana pepo, amejipamba, yaani nitaumia moyoni, mnaona mimi nina kitengo cha uchawi. Nitaumia moyoni, nitasema hivi huyu anataka aingiliwe na wachawi? Yaani nilikuwa naumia sana. Ila nilikuwa nimeshaanza kuvipenda mpaka nilipokuwa ninajiuliza hivi, nitakaa peke yangu kwanza nijitenge, mpaka mtumishi wa Mungu ataniuliza hivi, sasa mbona unapendelea kujitenga? Naona kumbe mimi ninawaza hivi, kwa kweli mchungaji nitamwanzaje kumwambia kwamba nilikuwa mchawi, ataniamini? Lakini Mungu alikuwa ameshamfunulia kumbe kwamba unakaa na mchawi, atakuja kujionesha. Lakini nilipomwambia akuogopa wala akutetereka. Kwa hiyo tulikuwa tunaroga makanisa. Hapo sasa nimeingia habari za kuroga. Tulikuwa tunaroga makanisa. Kwa mfano tulikuwa tunapendelea kuwaita wachungaji wana vieraere.